Leo hii ndani ya Tokota Live nipo na ndugu zangu hapa, nipo na Kos pamoja na Faruk. Ndani ya Tokota Live bwana, kuna kitu cha tofauti. Tumepata kuona kuna register, kuna misemo ambayo inakuja na kuondoka. Lakini kuna baadhi ya misemo au maneno yabaki kuwa sehemu ya alama na sehemu ya historia. Ukichunguza vizuri, misemo hiyo inatokana na makosa ya asili, labda ya namna ya lugha, ya matamshi, labda asili mama ya lugha. Wengine wameenda mbali zaidi kutafuta kitu cha utofauti kutokana na kitu chingine, wanaita kwenye kutohoa kama kwenye maendeleo ya lugha. Mfano mzuri kwenye kisa au historia ya chimbuko la mto Ruaha. Unajua Ruaha awali kwa haitwi Ruaha kama tunavyo, ilikuwa inaitwa Ruvaha. Ila wazungu ama wazungu kipindi cha miaka 1888 katika harakati za kuandika ramani na kuchora mipaka ya hapa na pale, walishindwa kutamka neno Ruvaha ililokuwa kwenye asili ya Ubantu, wakajikuta wanataja Ruaha. Leo hii kuna maneno mengi na kuna vitu vingi. Wewe unafahamu vitu gani na zaidi kuna kuwajuza wafuatiliaji wa Midundo Radio kuhusiana na maneno ambayo unayajua? Leo hii yapo kama sehemu ya alama yanatambulika, lakini ilifanyika makosa ya kimatamshi ama ikafanyika utoaji wa lugha. Maneno mimi ninafahamu yako mengi, lakini miongoni mwa kwa faida ya msikilizaji apate kusikiza kwa uzuri, ungesogelea mic. Maneno ninayoyafahamu yako mengi, lakini miongoni mwa machache ambayo naweza nikazungumzia yalitokana na kitu fulani ambacho hicho kitu kilipelekea hilo jina. Naweza nikasema kuna neno la mkoa hapa Tanzania, Tabora. Neno Tabora bwana, limetokana na viazi. Kuna viazi vinamenywa, vinakatwa alafu vinakaushwa. Kwa Kinyamwezi kule bwana, vile viazi vinaitwa matoborwa. Kwa hiyo bwana, kutokana na vile viazi kuitwa matoborwa, wale watu kutokana na kushindwa kutamka kwamba vile viazi vinaitwa matoborwa, wakaamua kuita Tabora. Walirahisisha, wakaamua kuita Tabora. Mambo yasiwe mengi. Mambo yako mengi sana. Viazi vilikuwa vinaitwa matoborwa, lakini saa hizi mkoa unaitwa Tabora. Wameamua kujamulia mambo ya Wanyamwezi. Unaona mambo yasiwe mengi. Hata Mtwara pia. Mtwara asili yake ni neno kutwara. Kuchele. Yaani sana wana mambo mengi. Kutwara maana yake kuchukua. Yaani hata kilugha mpaka sasa hivi imetoka kwenye Ubantu hiyo. Kwenye Ubantu. Katika neno kutwara ndo wakaamua kuitwa Mtwara. Hata hivyo pia tumechukua maneno mengi kutoka kwenye hii mambo ya utoaji. Kutoka kwenye Kiarabu tumechukua neno kama mishkaki. Mishkaki huko unaitwaje hivi? Wale wanaita nyama. nyama. Masapta. Alikuwa anaita mishkak. Yaani wenyewe kuna namna sisi tumeongezea ya Kiarabu sisi tumeongezea tu zile ili mali tuweze disa kutamka kama ule Waswahili watu utamkaji wetu ni tofauti kidogo. Na kama unavyofahamu, hii ni sehemu pekee, wanasema hashtag kubwa ni sauti ya Afrika Mashariki. Kwa wewe ambaye unatufuatilia sasa hizi kupitia kwenye digital platform zetu, unayo nafasi ya kushusha comment yako. Ni nini hasa wanachokifahamu chenye kuleta utofauti, ama jina gani ambalo zamani lilikuwa limetumika kutokana na utofauti wa matamshi mpaka hii leo tunatambua kama ni sehemu ya uhalisia ama alama ya hicho kitu. Dondosha comment yako hapa. Ciao.